Msikilizaji, sehemu ya 44, of course tunakwenda kuelewa sasa hii taarifa kutoka kwa mama maskini. Ni nani ambaye amedondoka? Je, ni Bi Jamila ama ni Bi Zawadi? Na tumeona sasa hivi kuna ukaribu sana kati ya Jaden pamoja na Stella. Japo tayari tunajua kuna penzi jipya, new baby in town kati ya Adelina pamoja na Jaden. Lakini sasa sijui mahusiano yao ni kwa lengo la kusaulishiana ama vipi. Sijajua mahusiano yao ni kwa lengo lipi. Lakini Jaden alimwambia kabisa kwamba anataka niwe nawe kwa ajili ya kuwa okay ama kusahau yote. Sasa huenda Adelina ameamua kumbless tu. Na japo Adelina alisema kwamba sisi ni watu wazima tunaelewa kabisa ya kwamba wewe unampenda Miriam. Kwa hiyo mimi nitakuwa labda na kutunuku tu kama kukubless. Kwa hiyo ndo hivyo. So tunasonga mbele. Simu hii ama huyo alidondoka ni nani? Langu jina Lucas Lumba, simtarishaji ni Aiton Tony. Basi bwana, Stella na Deborah walishangazwa na jinsi nilivyonyanyuka namna hiyo. Nusu nimfanye sasa mtoto adondoke. Na msaidizi wa kazi akaja kwa mbele zaidi akiniangalia kwa makini kiasi. Sasa nikauliza sasa kwamba mam, unamaanisha nini? Mariamu aliendelea kupumua kwa pressure upande wa pili, akasema kwamba Miss Jui tumekuta tu amelala chini apumui. Nikauliza okay, mam kubwa yupi? Mariamu akasema mam kubwa Zawadi. Nikaingiwa na wasiwasi zaidi. Asa Stella akasimama, Deborah pia naye akanisogelea sasa akiuliza kwa sauti ya chini nini? Basi mimi nikamuuliza mamu ya kwamba uko na nani mam? Mamu akajibu niko na shangazi, mam kubwa Jamila, mama Shabani na Nkia amekuja. Basi kwa kuwa sikumjibu Stella upesi, aliendelea kusimama mbele yangu akinitazama kwa subra. Na msaidizi wa kazi akataka sasa kumchukua mtoto kutoka sofani, lakini Eva akamgomea na kushuka. Alafu akasimama karibu na mguu wangu kunishikilia. Nikamshika mtoto pia, huko bado makini wangu ukiwa kwenye simu. Nami nikasikia sauti ya Nkia kutokea huko ikiuliza kwamba ni JC. Naye Mariamu akasema Kidogo tu ikaonekana kwamba Mariamu alimpa Nkia simu. Kisha Nkia akaniita. Nikamuuliza Nkia kwamba Nkia, nini kinaendelea huko? Basi Stella akanionyesha kwa ishara ya kiganja kuwa alitaka kujua pia. Nami nikatoa simu sikioni na kuweka mfumo wa sauti ya juu kwa speaker. Deborah akatisogelea pia. Sasa Nkia akaeleza akasema kwamba Bi Zawadi amepoteza fahamu. Yaani sijui kama amepoteza fahamu au hapumui. Tupo hapa tunampepea lakini hapumui. Nikauliza yuko chini? Akasema Jessiani tunatakiwa tumpeleke hospitali. Miriam tumemwambia anakuja kutoka kazini maana hamna usafiri. Mungu wangu, sielewa hata tujui tunafanya nini. Stella akauliza mapigo yake ya moyo yanadunda? Ankia alitulia kwanza baada ya kusikia sauti ya kike. Kisha akajibu kwamba ndio, sio kwa haraka lakini yanadunda taratibu. Basi nilimuita Ankia nikasema kwamba unajua kufanya CPR? Ankia akauliza CPR ndio nini? Basi Stella akachukua simu yangu na kusema kwamba chukua mto uweke chini ya miguu yake, hakikisha inakuwa kwa juu kidogo. Yaani awe amelala chini, sawa? Alafu sasa vishikanishe viganja vyako kwa pamoja. Viweke kifuani kwake uanze kumpampu. Si umeshawahi kuona hivyo? Ankia akasema kwamba yani kama madaktari wanavyofanyaga. Stella akasema hivyo hivyo. Basi nikaambia Ankia kwamba Ankia mjaribu harakisha. Ukimya ukafuata. Ikionekana Ankia alianza kushughulikia ushauri wa Stella. Basi Stella akaniambia kwamba atakuwa tu na athma. Sidhani, sijawahi kumjua huyu mama kuwa na... Nilishia hapo. Akauliza kwamba ni nani? Ni mama yake na Miriam. Stella akatikisa kichwa kuonyesha uelewa na kuendelea kuniangalia. Basi nikauliza kwenye simu ya kwamba Ankia vipi? Sikupata jibu upesi. Zaidi tu zikawa zikisikika sauti za vitu kukwaruza na nini. Kisha za wengine wakiongea hivi na vile kunifanya sasa nitambue kwamba mmoja wapo alikuwa Fatuma dukani. Labda huyo ndiye ambaye Mariamu alisema ni mama Shabani. Ndipo sauti ya Mariamu ikasikika akisema kwamba JC. Nikaitika nikasema kwamba mam niambie. Akasema kwamba ameanza kupumua. Basi nikafumba macho kwa kuhisi aweni. Nami nikauliza kwamba okay, nini kinaendelea? Mariamu akasema Ankia na shangazi wamemwamsha, wamempa pumzi kifuani akazinduka. Deborah akasema afadhali. Sauti ya Ankia kwenye simu sasa ndio ikasema kwamba Jesse, Bi Zawadi kaamka ameanza kupumua tena. Nikasema okay, ni bora. Anajisikia yani ameweza kuongea? Nikauliza hivyo. Ankia akasema hebu ngoja. Baada ya Ankia kusema hivyo kweli nikangoja kidogo. Kisha nikasikia sasa sauti ya Bi Jamila iliyoita jina langu ikisema JC.
Nikaitika nikasema naam mama. Bi Jamila kwa hisia akasema kwamba asante sana baba, tunashukuru sana. Ankia amesema umemwambia jinsi ya kumsaidia Zawadi. Jamani, nashukuru mno. Hamna shida mama, usijali kabisa. Na sio mimi, ni daktari mwenzangu hapa ndio ametoa ushauri mpaka anyway, nafurahi imefanikiwa. Nikaongea kwa hisia pia. Bi Jamila akasema mpe shukrani zangu sana. Stella akasema usijali mama, tupo pamoja mpatie pole mama yetu. Jitahidini basi kumfikisha hospitali na Mungu kwa pamoja naye atakaa sawa. Bi Jamila akasema amina mwanangu. Nashukuru sana mwanangu. Basi mimi nikauliza kwamba yuko vipi sasa hivi, anajisikiaje? Bi Jamila akasema tumemsaidia kupanda kitandani, amekunywa maji, anasema anahisi kizunguzungu tu kidogo, kwa hiyo ametaka kulala kwanza. Tunamwangalia mpaka Miriam afike, alafu ndo tutaona inakuaje. Basi sawa mama, mwangalieni kwa karibu, ikiwa kama kuna badiliko lolote litajitokeza kabla Miriam hajafika basi mnipigie tu, sawa? Bi Jamila akasema ubarikiwe baba, asante sana. Nikajibu amina. Basi Ankia akasikika akiniita, nikasema kwamba oya Ankia, unaonaje hapo, Bi Zawadi ana usalama kweli? Ankia akasema naona yuko poa kidogo, na tu atakuwa alipandwa na pressure labda, sijajua, yani tumeogopa. Aise. Basi Ankia kauliza kwamba uko na nani sasa hivi JC? Nimemsikia mwanamke huyo anaongea, ni nani yako yani, ama uko hospitali? Basi Stella akakunja uso kimaswali, nami kasema kwamba hapana, siko hospitali, ni daktari mwenzangu tu, lakini uliweza kufanya CPR vizuri Ankia akasema tumejitahidi. Shadi akanisaidia naye angalau mpaka mama wa watu akaamka. Basi angalau. Kuna issue namalizia hapa kufanya hapa, tutawasiliana kama utakuwa karibu basi unaambia lolote likizuka pia. Ankia akasema mimi nitarudi ndani. Sasa kwa hiyo baadaye basi si unaweza tu kumuuliza Miriam hali ya Bi Zawadi JC ama? Nitulia kidogo. Stella alinikazia macho bila kuacha. Okay, anyway sawa. Mwachie pole yangu mam pia. Mwambie siwe na hofu tena, sawa Mama mkubwa wake atakuwa sawa. Basi Ankia kaaga kwa kusema kwamba haya asante baadaye. Hatimaye sasa nikaishusha simu na hapo ndani macho yote alikuwa kwangu. Ase. Dharura hizi. Debora akasema yani imeteo huruma kweli. Kwa sikia hao wanawake walivyokuwa wanahangaika hapo, mama watu jamani atakuwa alipandwa na pressure eti. Inawezekana, yani sijui, yani ni mwanamke mwenye nguvu, sijui kumuona hata akiumwa. Kwa hiyo mimi mwenyewe nimeshangaa. Na ndio huyo Ankia anaanza kukuuliza mpaka huko na mwanamke gani. Anataka kujua ili sasa ampe taarifa Miriam au? Msikilizaji, nikalikalia kimya swali la huyu Stella na kumnyanyua Eva kumbeba. Debo akauliza kwamba Miriam ndo mtoto wa huyo mama aliyezidiwa ama? Msikilizaji, kwa jinsi alivyouliza hivyo ilionyesha tayari alikuwa na ujuzi fulani kuhusiana na Miriam, labda kutoka kwake Stella. Ni mama mkubwa wake, wanaishi pamoja. Bora Mungu amesaidia lakini. Debora alisema hivyo. Stella naye akasema kwamba sijui ingekwaje kama angeacha kupumua kwa muda mrefu. Ikiwa tu wasinge kupigia sasa hivi, kesho zingekuwa taarifa zingine. Sio kwamba naombea mabaya. Of course ni kweli uko sahihi Stella, lakini asante sana kwa ulichokifanya kumsaidia na kushukuru sana. Nilimwambia hivyo kwa upole. Basi Stella na Debora wakaangaliana na kutabasamu kiasi. Naye mama wa mwanangu akasema kwamba usijali, twende jamani tukale sasa, usije ukachelewa kwenye section zako. Aliongea kwa njia utani kidogo, nami nikatabasamu tu na kuwaruhusu sasa wanawake wanitangulie mbele kuelekea meza ya chakula. Huku sasa mimi nikifuata na mtoto. Ingawa hali ya utulivu ilirejea tulipoanza kupata chakula kizuri pamoja, bado issue ya Bi Zawadi ilizunguka sana kichwani. Nilikosa amani kufikiria ni nini ambacho kilimsababishia ule mama tatizo hilo la ghafla sana. Na wazo la matatizo yetu ya kifamilia kuwa chanzo halikuwa mbali sana. Ikiwa ni hivyo, basi sote tulimtia mkazo mbaya sana mama yule. Huenda ukimwamshia hata liugonjwa kwa kuwa tu alisumbuliwa na hali iliyoendelea baina yangu, Miriam na familia zetu. Hususan mimi kuachana na binti yake. Kwa hiyo kwa hapo ningehitaji kufanya jambo fulani hivi kuhakikisha kwamba hali haiwi mbaya zaidi ya jinsi ilivyoonekana kuwa. Kwa hiyo bwana, Jumanne ikafika. Usiku uliotangulia baada ya kumaliza mlo mtamu kwake Stella, nilikaa kama nusu saa hivi zaidi kucheza kwa muda mfupi na mwanangu, na kisha ndio nikaelekea hospitali kufanya niliyohitaji kabla kujipumzisha kidogo. Na Eva yeye kutaka nimwache kabisa. Kwa hiyo wakati nikiondoka alinililia sana.
Upendo aliokuwa nao mtoto kunielekea ulinipa amani sana, jumuisha na mambo aliyokuwa yameanza kwenda vizuri kwangu na Adelina, lakini bado upande wangu wa hisia uliokuwa na matatizo yake ulinitekenya mara kwa mara kwa njia mbaya yani, hasa baada ya tukio la usiku huo kuhusiana na Bizadi. Kwa hiyo basi, asubuhi hii nilipoanza baadhi ya kazi zangu niliweza kupata taarifa za mwanamke huyo kupitia Tesha, lakini tumeongea kwa simu akanifahamisha kuwa alifika nyumbani saa 6 usiku hivi na kukutana na hali yenye huzuni, na dada yake pia alikuwepo akisisitiza wampeleke mama mkubwa wao hospitali. Bizadi sasa baada ya kuamshwa ili apelekwe hospitali hakutaka kuondoka kwa muda huo, akisema kwamba hali yake sio mbaya sana na kama ni hospitali basi wangekwenda wakati mwingine. Kimtazamo aliona mama huyo alijitahidi tu kujikaza, ila ni wazi hakuwa na nguvu za kutosha. Kwa hiyo Tesha akaniambia walilazimika kumtoa kwa ulazima ingawa aliwapinga. Basi usiku huo akampeleka hospitalini na ndio akagundua kiwango cha sukari kwenye mwili wa Bizawadi kilikuwa kimeshuka. Ilishangaza wengine kwa sababu Bizawadi hakuwahi kupatwa na matatizo ya sukari. Lakini kwa maelezo ya daktari aliyempima, inaonekana mwanamke huyo alikabiliwa na mkazo mbaya usiojionyesha kwa sababu ya mawazo, na kwa wiki hizi chache hakuwa akila vizuri. Kuna vyakula ambavyo mwili wake ulizoea na alivipendelea, ndio sababu haikuwahi kuonekana na tatizo lolote kabla ya jana. Kwa kuwa kwa sasa kiwango chake cha ulaji wake yani kilipungua, na pressure ya huo mkazo sasa ndio ikamjia vibaya sana mpaka kumfanya apoteze fahamu. Na mpaka jana Mariam na wengine wangechelewa, basi madhara angekuwa ni makubwa zaidi. Kwa hiyo akampatia dawa hapo hospitalini tu za kutumia nyumbani kwa majuma kadhaa, na angetakiwa hata kuanza kutumia sukari na vyakula vyenye sukari kwa ukawaida kila siku mpaka hali yake itulie. Na la muhimu hata zaidi, ingetakiwa ajitahidi sana kuondoa msongo. Endapo kama kuna jambo lilimhangaisha sana, basi wapendwa wake wamsaidie kulidhibiti lisimnyima afya njema. Kwa kweli issue ya Bizawadi ilinigusa mno, hasa nikikumbukia namna ambavyo huyu mama alinipenda sana tokea siku ya kwanza nimefika huko kwao. Na naelewa chanzo cha afya yake kuyumba ilikuwa ni mkazo wa matatizo yangu na Miriam. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu mimi pia nihusike kumsaidia zaidi kudhibiti hali yake isiwe mbaya. Asa Tesha alinijuza kwamba ndugu zake wangekaa na mama mkubwa wao kusubiri amalizie dawa za maji alizotiwa, na baadaye sasa angeruhusiwa kurudi nyumbani. Kwa hiyo nikatumia muda mfupi tu kumsalimia mama huyu kwenye mida ya saa 6 hivi mchana kupitia simu yake mwenyewe. Tukaongea kwa njia nzuri kabisa na alionyesha kufurahia kweli kweli mimi kumjulia hali. Nikamwambia nikipata nafasi ndefu ya kutoka kazini basi ningekuja huko kumtembelea. Naye akaniomba nifanye hivyo, yani nifanye hiyo kuwa ahadi isiyovunjika kwa kuwa alinikosa sana. Alihitaji sana kuniona, akisema kwamba anahisi angekuwa sawa kabisa nikienda. Kwa hilo nikamwambia asiwe na shaka, na ndio sasa tukaagana nikiwa nimejisikia vizuri zaidi. Ambacho kingefuatia ingekuwa ni kuendelea tu na kazi, na nikapanga ratiba mapema ya muda ambao ungefaa kuondoka na kurejea haraka pia bila kusababisha hitilafu kwa wagonjwa. Nikimpanga daktari mwenzangu mwingine ajaze sehemu yangu mpaka nikirudi. Kwa hiyo kusingekuwa na utata. Piga kazi wewe. Dirisha dogo sasa la kunipa nafasi ya kuondoka likapatikana saa 12 jioni hivi. Na hata mimi sikuwa nimepata wagonjwa wengi mno kwa leo. Sana tu kuangalia hali za waliolazwa na wachache waliohitaji vipimo, sindano na dawa. Kwa hiyo mimi nikaondoka muda huu kuelekea wapi? Mbagala. Niliamua kubeba kifaa fulani hivi maalum cha kupima kiwango cha sukari ambacho nilitaka kwenda kumwachia Bizawadi endapo kama hakupatiwa huko hospitali, pamoja na dawa za virutubisho muhimu mwilini. Kikweli nijitahidi sana kuiweka akili yangu sawa kwamba hapo ningeenda kumsalimia mgonjwa na sio kufanya biashara zingine. Ya kutarajia angekuwa mengi, lakini sikutaka kuyakazia fikra hata kidogo. Lengo lingekuwa moja, kumuona Bizawadi basi. So nikiwa njiani, Simba akanipigia, naye akasema kwamba ndio alikuwa kwenye daladala kutokea Mbezi kwenda Makumbusho, ili sasa arejee huko nyumbani kwangu. Nikasema sawa. Mimi nilikuwa na shughuli nyingi yani kama kawaida, kwa hiyo tungeonana wakati tu ambao labda tungeonana tu. Mimi sikujua kama ningerudi nyumbani kabla Jumapili. Alikuwa anafungua ziada ya pale kwangu, kwa hiyo asingepata shida. Na akasema kwamba alikuwa na mambo mengi tu ya kuzungumza pamoja nami kuhusu unyama waliofanya na rafiki yetu huko Segerea. So nilipoagana naye nikamtumia Adelina ujumbe wa salamu na viimoji vya upendo, lakini sikupata jibu upesi.
Nikajua alikuwa bize, kwa hiyo nikakaza mwendo mpaka kufanikiwa kuifikia Mzinga, ikiwa sasa imeshaingia saa 1 jioni. Baada tu ya kufikia nyumba yake Miriam, nikatulia kidogo ndani ya gari, nikiwa sasa nimerudiwa na kumbukumbu za kilichotokea mara ya mwisho nimefika hapo. Alivyoongea, niliongea, Festo, na tena kuwaza tu hilo jina aise, kukanikumbusha ni namna gani kulikuwa na mambo mengi ya sofa asiyoyajua Miriam kumuhusu huyu mtu, lakini hakujalisha tena. Alitaka kusonga mbele, na mimi nilikuwa nimeshaanza kusonga mbele pia. Ikiwa sasa ningemkuta huko ndani sasa hivi, sijui hata mimi ningetendaje yani kumuelekea, ni sijui yani. Lakini mimi sikupanga kukaa kwa muda mrefu na sikutarajia hata kumkuta, kwa kuwa nadhani bado alikuwa huko kazini kwake kwa mida hii. Kwa hiyo ningejitahidi tu kuwaisha lengo lililonileta hapo na kuondoka. Basi bwana, nikashuka sasa kutoka kwenye gari na kulikaribia geti. Duka la Fatuma lilikuwa wazi, lakini hakuwepo yeye, na nje hakukuwa na watu. Hivyo nikagonga tu mlango wa geti na kusubiria. Hazikupita hata sekunde nyingi, mlango huo ukafunguka. Sura ya kwanza kuiona hapo ikiwa ni ya binti Mariam. Mariamu akaniita kwa shauku na kunisogelea upesi, akanikumbatia tu pale kwa furaha. Nikarudisha upendo wake pia, na aliponiachia sasa akaushika mkono wangu kunivuta tuingie ndani. Ni baada tu ya kuingia hapo ndani ya geti ndio nikaona kwamba gari la Miriam lilikuwepo, na wanafamilia wachache pia walikuwa wameanza kutoka pale ndani kuja upande wangu. Alitangulia Shadia, akafuatia Bi Jamila, akafuatia Ankia, Feti, Mama Chande, kisha bibie Miriam mwenyewe sasa ndo akatoka. Mimi na Mariam tukawa tumesimama usawa wa gari lake bibie. Nikiwa sasa namwangalia Miriam alipotoka mlangoni, huku sasa akishikiza mkono wake kwa Bi Zawadi aliyetembea karibu yake, huku sasa kitabasamu. Of course ni furahi sana kumuona mama huyo, ingawa tabasamu langu lilikuwa hafifu sana. Na Mariam sasa akanisogeza karibu zaidi, kama kunikutanisha na wengine. Ankia akasema wow. Ankia alisema hivyo na kunikaribia, tukakumbatiana naye pale kisalamu, nami nikamwambia kwamba hey, mambo. Akaniacha kusema kwamba safi, karibu, unazidi tu kuwa handsome. Basi wengine wakacheka kidogo. Asante. Mama, shikamoo. Nikamsemesha Bi Jamila kwa ustarabu. Bi Jamila akasema marahaba baba, karibu. Bi Jamila akaniambia hivyo huku sasa kitabasamu kiasi. Nikamwangalia Bi Zawadi huku jicho likiona namna ambavyo Miriam alishusha macho yake chini tu. Mama, shikamoo. Marahaba, hebu kuja hapa. Bi Zawadi akaniambia hivyo, nikamsogelea karibu zaidi na kumkumbatia. Miriam akajisogeza pembeni kidogo, na Bi Zawadi akasema kwamba nimekumisi sana mwanangu. Nimekumisi pia. Saa huko salama tu. Mama jambo? Yeye ni mzima wa afya. Wengine wakawa kituangalia tu kwa subra. Ankia akiwa sasa amesogea karibu na aliposimama Miriam. Nami nikamwachia Bi Zawadi na kuanza kumwangalia kwa udadisi. Cheupe, una uhakika unaumwa? Mbona uko faya sana? Nilimtania Bi Zawadi na wengine wakacheka kidogo. Naye Shadi akasema kwamba yani ile jana ungemuona ilikuwa kama faya kabisa. So nitabasamu kiasi na kumwambia Shadi pia, naye akaitikia vizuri tu. Nikawasemesha na wengine pia kwa salamu. Ndipo macho yangu sasa yakawa hayana budi kumtazama Miriam. Alikuwa akiniangalia, lakini hapo tu nilipomtazama ndio akashusha macho yake na kuangalia chini. Nikaona Ankia akimbonyeza bibie kwa nyuma sijui, na macho ya Miriam yakacheza kusasa, yani kwa njia fulani hivi iliyoonyesha wasiwasi. Najua wote walikuwa wanasubiri kitakachofuata kuelekea sisi wawili. Nami nikaamua kuondoa sasa utata. Nikiwa namtazama kwa njia kawaida tu nikasema kwamba sasa hizi. Miriam akaniangalia usoni kwa sekunde chache tu, nikiona hali fulani hivi mpya kutokana na namna fulani hivi alivyonitazama. Jibu lake kwa salamu yangu likakawia, na ile sasa nimeona nataka tu kuitikia, nikaacha kumwangalia kumtazama Bi Zawadi tena. Cheupe wangu, nimekuletea zawadi. Nikasema hivyo huku sasa nikimuonyeshea kimfuko nilichoshika. Niliweza kuona namna Miriam alivyoishia hewani baada ya mie kumkwepa upesi, naye akashusha macho tu kwa kubabaika kiasi. Bi Zawadi akauliza, zawadi gani baba? Nimekuletea dawa. Bi Zawadi akafanya hivyo, kitu kilichofanya sasa wengine wacheke kidogo. Basi Fatuma naye akasema kwamba alafu sasa hivi utakuwa tu ni mtu wa dawa tu mama, mpaka kieleweke.
Fatuma alisema hivyo. Bizadi akatania akasema, na unavyojua jinsi sipendi za hospitali. JC umeniletea mateso zaidi. Bizadi alitania, mimi nikatabasamu kiasi. Naye Mariamu akatoka upande wangu na kusogea karibu na dada yake. Bi Jamila akasema kwamba karibu ndani baba. Naona utakuwa umechoka na kazi. Karibu ndani ukae kidogo. Bi Jamila akaniambia hivyo. Nikatulia kidogo tu kwanza. Haina shida, nilitaka tu kumuona Cheupe kidogo hapa. Nimwachie hizi alafu. JC, kwani naona wae wapi? Mama Chanda akanikatisha. Bado kulikuwa kuna kazi, yani nimezielekeza tu kidogo, ila natakiwa niwaishe. Mimi nilitaka ukae bwana, tumekumisi ujue. Bizadi alisema hivyo. Niliona namna ambavyo Shadia, Bi Jamila, Ankia na Mariamu walimwangalia Miriam kwa hisia na kunitazama pia kuonyesha uelewa wa hali fulani hivi yenye utata iliyoendelea hapo. Mimi sikutaka kuingia ndani kwa sababu ya Miriam. Na ni wazi yeye alilitambua hilo kwamba sitaki kuingia ndani kwa ajili yake. So nikamsogelea Bi Zawadi tena hapo nikimkumbatia kusema kwamba nimekumisi sana. Fatuma akasema, sasa ndio ingie ndani sasa jamani, ukae tule hata na mastori nini? Labda wakati mwingine dada. Ona, najua umeshapewa dawa, ila kuna hizi hapa unaweza ukatumia pia kuongeza virutubisho muhimu kwenye mfumo wa insulin. Nini? Ndio nini hiyo? Basi aliuliza hivyo kwa kushindwa kulitamka neno insulin. Wengine wakacheka kidogo. Kinachosaidia mambo sukari mwilini, yani itakuwa nzuri sana kwa ini lako pia. Na unaweza kutumia pamoja na mama. Itakuwa nzuri kwenu nyote. Nilimaanisha Bi Jamila, naye akasema kwamba sawa mwanangu, asante sana. Basi nikazitoa chache na kuanza kuwaelekeza jinsi ya kuzitumia. Dawa pamoja na kile kifaa nini. Na kwa sekunde chache nilitambua Miriam alikuwa akiniangalia kwa hisia makini. Lakini mimi sikujali hata kumtazama. Nilipomaliza Bizadi akauliza kwamba sasa utarudi lini tena kututembelea jamani? Hivi umekuja kugusa tu na kupaa? Mama, tutaangalia ratiba ikiwa itawezekana, basi tutakutana sehemu kuonana. Kama mambo yakiwa yamebana sana. Sasa kwa nini isiwezekane sasa? Na hapa ni nyumbani JC. Umekuja muda huo. Yaani wewe unaruhusiwa kuja muda wote tu. Sio kuonana kwingine. Bezadi akaniambia hivyo. Mimi sasa nikatabasamu tu hapo na kuangalia chini. Shadi akasema kiutani tu kwamba ndo hataki hivyo. Amna. Sio hivyo, naahidi tutaonana tu tena. Ni swala la mipango tu. Jamani inabidi niwahi. Kuna wagonjwa kama wote, yani wanahitaji japo kuona kasura kangu ili wapone. Baada ya kusema hivyo, Mama Chande na Fatuma wakacheka kimbea kidogo, huku wengine wakitabasamu tu isipokuwa Miriam. Na Bi Jamila akaniambia kwamba haina shida baba, wahi tu kazini. Sisi tumefurahi pia kukuona leo. Bizadi akasema ya sana. Ankia naye akasema kwamba sisi wote tumefurahi. Ankia alisema hivyo na kumshika Miriam begani kunipa maana fulani hivi. Nikamtazama tu Mariam na kumwambia kwamba, "Oya, mam, nitakupigia tuongea kidogo sawa Naona ushakuwa mjuzi wa simu siku hizi." Mariam akasema, "Ujuzi mbona upo tokea muda?" Okay, hatusemi bwana, hatusemi. Kwa hiyo nikamwambia hivyo sasa nikinyanyua mikono kama kujihami. Wengine walicheka kidogo. Naye Miriam akasema kwamba yani Mariam sasa eti Miriam. Mariam akasema kwamba nipigie kesho. Nikamwambia sawa dia. Kwa nikamwonyesha ile kutetemesha vidole kwa mbali ile salamu yetu. Mariam naye akarudisha salamu yetu. Nikamwambia kwamba sasa mama nyumba nitakucheki. Nimwambia Vankia. Akanyoshia tu kidole kama kukanya kimasiara na kusema kwamba ole wako wache. Nitabasamu tu na kuambia wengine jamani, mimi ngoja niwaache sasa, panapo majaliwa tutaonana. Kwa pamoja wakasema haya sawa, ufike salama, isipokuwa Miriam pekee. Ukimya na utulivu wake mpaka ungemfanya mtu afikiri hakuwa hapo. Nami nikamwangalia kwa ufupi tu. Aliponitazama nikabana mdomo kiasi na kutikisa kichwa mara moja kama ishara ya kumwaga yeye. Na hapo sasa nikaacha kumwangalia na kugeuka. Ni wakati tu nageuka, jicho lilikamata mjongeo wa mwili wake Miriam kama anataka kuja upande wangu. Lakini ilikuwa ni kwa msukumo ulionielewesha kwamba ni Ankia ndiye aliyemfanyia hivyo. Inaonekana alikuwa akimshawishi kujaribu maongezi na mimi, labda anifuate, lakini nikampuzia kabisa.
Nikaendelea tu kuondoka mpaka kuingia kwenye gari. Kwa hiyo nikatulia kwa ufupi nikitafakari hali hiyo yote. Kidogo mapigo yangu ya moyo yalikuwa yanaenda mbio kutokana na hisia za majuto, si unajua yani kwa nini nilikuja hapo tena? Kuna hali mbaya tu ya moyoni ambayo ilikuwepo, japo kihalisi mimi sikutaka kabisa kuiendekeza. Na haikuwa na maana tena. Kilichonileta nilikamilisha. Hivyo nikawasha gari na kuondoka, nisiwe na mpango wa kurudi tena. Maisha yangetakiwa tu kusonga mbele msikilizaji. Hata kama mapito yalikuwa karibu nami nini, lakini maisha lazima yaendelee, si ndio Basi siku ikaja mpya. Ilikuwa ni Jumatano. Baada ya kuondoka huko Mzinga, hiyo siku ya jana sasa, nilipotoka kumwona Bi Zawadi, moja kwa moja nilielekea hospitalini tena kuendelea majukumu. Hakuwa na longolongo lolote. Kazi iliendelea tu mpaka mida ya saa 5 hivi ambapo Ade alinitafuta hatimaye kujibu ujumbe wa salamu niliomtumia awali. Kiuhakika alikuwa amebanwa na kazi sana, japo alichoka nini akitoka kwa kazini kwake baada ya kumaliza masaa ya ziada. Kwa hiyo nilimsihi tu apumzike. Na huenda leo tungeonana kwa kuwa ningeweza kupata mbadilishano wa zamu na daktari mwingine ambaye angefanya kazi kwa upande wangu kuanzia jioni. Sasa ikiwa ni alfajiri tu, baada ya kuamka na kujiweka safi kuelekea kwenye majukumu mengine, simu yangu ikaita. Na baada ya kutazama mpigaji nikatulia kidogo. Na kutokutarajia kabisa kwamba Sky Ramadhani angenipigia. Sio kwa sababu ya muda, bali kwa kukumbuka mambo mengi tuliyopitia wiki chache nyuma. Mwanaume huyo alinisaidia kwa vingi, na hasa kwa sababu vingi hivyo vilihusisha mambo mabaya. Kwa hiyo mwito wake kwangu sasa ukaniweka hali makini. Hakuwa amenitafuta wala mimi kumtafuta tokea mara mwisho nimeongea naye kuhusiana na nani huyu mdogo wake yule, nani Madam Betha, nani yule Beatha Hivyo udadisi wa akilini juu ya nini angetaka kuniambia wakati huu ulikuwa ni mwingi sana. Kwa hiyo nikapokea, na upande wa pili sauti yake Rama ikasikika ikisema kwamba hello. Nikajibu kwamba ya kaka, habari? Rama akajibu safi tu za siku. Nikasema Mungu anasaidia tu, siji wewe. Rama akasema kwema kabisa bwana, mambo yamekaaje huko kwenu? Kwa kipindi hiki mambo mengi yamebadilika ndugu yangu. Nilishatoka kule, sasa hivi niko Kumwimbili. Umerudi hospitali? Ya, likizo imeisha. Okay. Vipi harakati za usalama zinakwendaje? Bomba tu. Eti mission kama zote namaliza bila shida kabisa, si ndio? Hamna, pamepoa sana sasa hivi toka tulipomalizana na yale ya Betha. Ndio maana nikaona sasa nikucheck tujue kama umepata mkate mpya uturushie bwana. Hapana, hata mimi kwa upande wangu ni utulivu tu sasa hivi. Mwezi umepita sasa, nimeona nikusalimie tu kijana wetu wa faida bwana. Asante sana mkubwa. Ila alfajiri yote hii bwana, mwanzo nikadhani labda kuna kesi mpya. Hamna bwana, hapana. Nikujuliana hali tu bwana. Ulitusaidia sana kwa zile issue. Wewe ni kama comrade hapa. Asante sana bwana. Sawa, tutawasiliana saa wakati mwingine. Ni vizuri kujua tu kama uko poa. Wasalimu familia. Sawa. Alafu hivi kuna Naam. Ile issue nilikwambia kuhusu mdogo wake Betha. Sawa, yule mweupe. Uliniambia kwamba anaitwa Beatha. Sawa. Ya, ndio tulifanya research kuhusu na inaonekana hilo sio jina lake. Ya. Huyo mdogo wake Betha anaitwa Tamia Calestine. Hiyo Calestine ni surname yao wote na wametoka kwa watu wa ukabila fulani hivyo huko Kenya. Yaani unataka kusema kwamba Betha alikuwa Mkenya? Ni watu wa huko bwana, ukoo yani. Wenyewe wamezaliwa Tanzania na sijui sana kama walikuwa na uhusiano na wana ukoo wao. Ila hawa wawili wamezaliwa na mwanamke Mtanzania. Kwa hiyo ni kusema kwamba yani baba yao, ukoo wa baba yao, yani ni kwamba of course ndio details zao nyingi zipo delayed. Yani kwa mambo aliyofanya Betha huku na wenzake, yani hayakuhusiana na familia yake iliyo huko nje. Kwa hiyo wanako wake wapo Kenya, si ndio? Kwa inavyoonekana, ila sina uhakika. Hakuna tatizo zote za watu wao. Lakini aliwahi kuniambia kwamba alipofungwa jela hakutaka wazazi wake na familia ijue kuhusu hilo. Mimi nilichukulia tu ni huku Tanzania, labda alimaanisha wa huko Kenya. Sasa tutajuaje?
Tutajuaje bwana? Hakuna chochote kinacho suggest kwamba alikuwa na mawasiliano na watu huko. Na hata huyu Tamia tumemcheki, ila haonekana hata kujihusisha na biashara alizokuwa akifanya dada yake. Kabla Beth hajafa kalinifuata kunionya kabisa bwana. Yaani kana ule moto kama wa dada yake. Mimi sikuona ni busara kumchukulia easy, maana you never know. Wanaweza kuwa na issue zao mahali pengine na njia tofauti tu na zile tulizotibua. JC, uko makini sana bwana. Yote unayosema ni kweli, lakini kama nilivyokuambia hatujaona lolote tena. Huyo Tamia mara mwisho najua alikuwa spotted huko Arusha anasoma kwa pesa za dada yake. Sio muda mrefu tu atasahau yote hayo na kugeuka jiko la mtu huyo. Kama walikuwa na mipango wamebakiza kufanya, sasa hivi imeshindikana tena, maana wameogopa tulipromosha imaya zao. Kwa hiyo wala hata usiwaze bwana. Vile vitisho na nini, wewe chukulia kama upepo tu, havitakuumiza. Tamia, usiwaze sana bwana. Yaani sasa hivi yale mambo yote yameshakufa na Beth bwana. Kwa hiyo tunaangalia vingine. Basi sawa mkuu, asante sana. Anyway, hujaacha kwa baraka kwangu. Kama wewe tu, take care bwana. Acha sisi tuingie kazini. Likewise. Nilimwambia hivyo kwa kuaga msikilizaji. Basi simu ikakatwa na kwa sekunde chache nikatafakari mazungumzo hayo mafupi niliyofanya na askari huyo. Uhakika alionipatia kuelekea swala la hapana, ni nani? Tamia jamani. Jina la mdogo wake Betha ndio lilikuwa hilo. Ikiwa ni mara ya pili sasa napata kujua kwamba majina yake niliyofahamu mwanzo alikuwa ya uongo. Hii ilikuwa ni sababu tosha kunifanya nihisi kwamba kuna kitu zaidi kilifichika kuelekea mwanamke yule. Tofauti kabisa na mambo yote askari Ramadhani alionijulisha leo hii, ingeonekana kama upepo wa Betha kwenye bahari ya maisha yangu ulikuwa umekatika. Lakini bado sikuwa na uhakika wa kutosha kama upepo wa Tamia ulitoweka kabisa. Ulianza kidogo siku ambayo alinisemesha kwa kitisho na ungeweza kugeuka kuwa mkubwa na kusababisha dhoruba kali sana kwenye maisha yangu wakati ambao nisingetarajia. Kwa hiyo nilikuwa mpaka nimeshaanza kuyaweka pembeni kabisa mambo hayo baada ya kifo cha Betha. Lakini sasa ningejitahidi sana kutafuta mwanga zaidi juu ya huyu Tamia ili niondoe hasara yoyote ambayo angeweza kuniletea endapo kama ingekuwa hivyo. Hii tunaita tahadhari kabla ya hatari. Basi kazi zikaanza taratibu tu, muda ukisogea mpaka kwenye saa 6 hivi mchana nikapigiwa simu na mama. Akanijulisha kuhusu Stella, akisema kwamba aliongea naye jana na kuhusu furaha yake baada ya mimi kuanza kumhudumia mtoto na hata kwenda kwake nini. Na ni jambo ambalo lilimpa furaha mama pia. Ushauri wote aliokuwa amenipatia kuhusiana na hilo sasa akaona umezaa matunda mazuri. Na akaomba sasa nafasi ikipatikana basi tuje tukutane wote kwa pamoja nyumbani kufurahia ushirika na mwanangu Eve. Kwa hiyo nikamwambia ningeutafuta muda huo. Na siku hiyo yani kwanza siku si nyingi tu yani tungeonana kutimiza hilo. Maongezi alipoingia kwenye kujua sasa hali zetu binafsi zilikuwaje, mama akataka kujua endapo kama nilishaongea na Miriam kwa lolote linalohusiana na zile issue zilizozuia mipango ya ndoa. Na ndio nikawa nimemtaarifu kwamba kwa sasa hatakuwa pamoja wala kufikiria kuwa pamoja tena, maana tuliachana kwa urasmi kabisa. Nikamwambia hatukuhitaji kuongelea chochote zaidi, maana Miriam alitaka kusonga mbele na mimi tayari nilikuwa nimeshaanza. Yaani nilikuwa nimeshaanza kusonga mbele pia. Kwa hiyo yale yote yangebakia tu kuwa nini? Historia. Mama alifikiri kwamba kuna sehemu ndani yangu bado ilikuwa inaumizwa sana na haya yote na akataka nije niende yani tukaongee kwa mapana zaidi. Lakini nikaambia hapana, hilo hata alikuwa na haja kabisa. Kuwa sawa nilikuwa sawa na ningeendelea tu kuwa sawa zaidi kwa kutokujilazimu kurudi nyuma kuyaangalia hayo tena. Basi kwa hilo akasema haikuwa na shida. Na kwamba kwa wakati huu alijihisi yuko sawa hata zaidi kuja kuzungumza na mama mkubwa wa Miriam, Bi Jamila, kuhusu aliyopita. Na akiwa anataka sasa kusawazisha hali baina ya familia zetu nzuri. Jambo hilo likaonekana kuwa jema sana kwangu. Nami nikamwambia tungepanga kuja kuonana na mwanamke yule ili sasa kwanza afanye maongezi naye, alafu baadaye sa familia kiujumla, amani na mpangilio mzuri ungefuata bila shaka. So baada ya kumaliza sa maongezi na mama, nikawa sasa nataka kwenda kupata chakula kwanza, maana asubuhi yote sikuwa hata nimetia chochote tumboni. Lakini ni hapo tu Ankia naye akawa sasa amenipigia nikapokea.
Na baada ya kujuliana hali, mwanamke huyo akafanya maongezi kuhusu jinsi nilivyofika pale kwao jana kumsalimia Bi Zawadi. Ndio yawe dhumuni kuu la kunipigia. So Ankia alitaka kujua ni kwa nini nilitenda kwa jinsi nilivyotenda kumwelekea Miriam. Nikamuuliza kwamba alimaanisha nini. Naye akasema kwamba nilimtendea vibaya kwa kutokumsemesha na kumwacha akijisikia vibaya sana. Ankia alikuwa akinilalamikia kwamba eti Miriam alishiwa raha kabisa kwa sababu yangu. Mimi nikamwambia Ankia, ishia hapo hapo ese. Hivi alitaka niongee nini na yule mwanamke? Mimi nilikuja kwa ajili yake ama kwa ajili ya Bi Zawadi? Na kumsemesha sikumsemesha. Alikuwa anataka nini nimbebe? Au hayo mawazo Ankia alikuwa anatoa wapi? Sinimsalimia jamani, ama nyie amkuona kani nilimsalimia. Nikamwambia Ankia kama amenipigia kunitibua ni bora akate simu na asinipigie tena ikiwa hana jambo lingine la kusema. Ndio akaanza sasa kuja chini akisema sio hivyo, nilimwonea tu huruma, akusema chochote, lakini rafiki yangu sijina mwela. Nikamwambia wewe, sikufanya chochote kibaya pale, umesikia? Labda kama kibaya kwa Miriam ilikuwa mimi kufika hapo kwake. Ndio sababu sikutaka hata kuingia ndani. Mimi nikamuuliza kwa ufupi tu kwamba mawazo ya namna hiyo hayakufaa. Kwa yeye Ankia, kwa sababu tayari Miriam aliweka uamuzi wake mbele ya watu wote kuhusu mahusiano yetu wiki chache nyuma na mimi kwamba tumeachana. Sasa sijui angekuwa na matarajio yapi kwa sasa hivi tena wakati alinibwaga yeye mwenyewe. Mimi hata kujenga hali ya urafiki na Miriam sikufikiri kwamba ni jambo ambalo lingewezekana. Kuna wale ambao eti mnaachana afu mnaendelea kuwa marafiki. We, marafiki ya wapi hiyo wewe? Unafiki tu. Kuachana kuwa marafiki? Hamna bana. Kwa mimi nikamuomba Ankia aweke hizo mada pembeni kabisa. Akitaka tuongee mambo yawe mambo aliyonyoka. So Ankia akawa anagunaguna tu na kusema sawa. Ile kitokea nafasi ya mimi kuongea na Miriam, eti nisikwepe maongezi na nijaribu tu kumsikiliza mwanamke huyo. Ankia alinishangaza kweli kweli. Yaani ni kama vile alikuwa akitaka kusema jambo fulani hivi lakini akajizuia. Mpaka nikahisi labda hapo aliweka simu kwa mfumo wa sauti ya juu na Miriam mwenyewe alikuwa pembeni yake. Kwa hiyo nikaamua tu kumwaga na kukatisha mazungumzo hayo. Yaani nilikuwa nimetoka tu kwenye hali ya amani baada ya kuzungumza na mama, alafu Ankia naye akawa amekuja kunivurugia tu mambo. Sasa mimi na Miriam kwa wakati tunaongea nini? Yaani tuongelee nini sasa? Tuanze kuongea na kujichekesha, yani kinafiki tu tadhani yani ya kukua na damu mbaya kati yetu. Kwamba ndio walitaka hivyo ama? Mimi sikuhitaji mambo hayo tena bana. Na mimi sikutaka kuendelea kuyafikiria. So nikaweka namba mpenzi wangu Adelina na kumpigia hapo. Nami nikatoka ofisini kwenda sasa kutafuta chakula kwanza, huko sasa nikiwa nimeanza kuzungumza naye. Basi bwana, siku zikaendelea kutembea vyema. Na hata Ankia kunipanda kichwani muda ule kukasaulika. Nimekuja kumaliza kazi zangu saa 1 hivi jioni na kuachia wengine ili sasa nikapumzike. Lakini tayari nikawa nina mipango mingine kwa siku. Muda ule nimeongea na Adelina, tulipanga kutoka baadaye kwenda kujifurahisha kidogo. Yeye akiwa na nafasi kutoka kazini saa 2, hivyo nikamwambia kwamba ningempitia kule kwake akishafika. Alikuwa amenikosa mwenyewe, akitaka kweli tufurahie usiku huu hata kwa masaa machache. Kwa hiyo nisingemvunja moyo. Moja kwa moja nikarudi kule kwangu. Na tayari rafiki yangu Simba alikuwepo akifurahia kutazama mechi kwa utulivu. Kwa tukasalimiana vyema pale na kujuliana hali. Nami nikatulia pia kwa muda mfupi, kisha nikamwambia ningetoka tena kwenda sehemu fulani na mtu. Sasa Simba kama Simba akataka kujua ni nani. Nilipomfahamisha kuwa ni Adelina, akataka kuja pamoja nami ili sasa amuone kwa mara ya kwanza. Ilitakiwa kuwa kitu ya mimi na mpenzi wangu pekee, lakini sasa Simba akasisitiza kuja, akisema kwamba eti angekunywa 2-3 tu pamoja na shemeji mpya kisha angetuacha baadaye tuwe pekee. Sasa mimi sikuona shida kwa hilo. Kwa hiyo tukajiandaa kikawaida tu, ikiwa sasa naelekea saa 3 tukaondoka hapo nyumbani, nikiwa sasa naelewa kwamba Adelina tayari angekuwa ameshaondoka kazini. So Simba akawa ananipigisha story kama zote, yani wakati tuko njiani kuelekea huko Kinyerezi. Na katikati ya safari Adelina akanipigia kuniambia kuwa alinisubiria huko kwake, hivyo ni wahi kabla muda haujayoyoma mno. Kweli nikajitahidi kukuaisha mpaka tumekuja kufika kwake, ilikuwa inaelekea kuingia saa 4. Yote ni kwa sababu ya umbali. Kwa hiyo nikamuita kwa sababu tayari alikuwa amejiandaa, ingetakiwa tu kuwa atoke apande kwenye gari tusepe.
Simba alikuwa ameketi siti ya mbele, yani pembeni yangu, lakini hapo sasa akashuka na kwenda kukaa ya nyuma ili Ade akija akae ya pembeni yangu. So baada ya dakika chache kweli mwanamke huyo akatoka. Tukimuona namna alivyopendeza kwa kuvalia kiblauzi chekundu chepesi tu na suruali nyeusi ya skin iliyoling'ata umbo lake vyema sana. Na Simba akawa sasa amekubali kwamba kweli nilijua kuchagua wanawake. Mimi sikumwambia kihalisi kwamba ni mimi ndiye niliyekuwa nimechaguliwa na mwanamke huyo, ila hiyo ikaishia tu hapo. Adelina kusifiwa nini ilikuwa ni jambo zuri kwangu. Alikuwa muumbika kweli kweli. Kwa hiyo akaja mpaka ndani ya gari akiwa sasa amependeza kweli kweli usoni. Nasi tukapiga busu tu ya kinywa tu ya kawaida nini. Akiwa hapo sasa hajamuona Simba huko nyuma. Ndio ile sasa nimemuonyesha, akacheka kwa aibu na kufunika mdomo wake. Nao akatambulishana sasa moja na mwenzake. Nikimwambia Adelina kwamba huyo Simba ndo rafiki aliye besti katika marafiki wote nilionao. Nikageuza gari mwendoni sasa tukaingia tena. Na Adelina sasa akiwa ameniuliza tunako kwenda. Nikamwambia leo tungeenda kujiburudisha tu klabu. Hakuwa ametarajia hilo, hasa kwa kuwa alipitisha muda mrefu kwenda sehemu kama hizo. Kwa hiyo nikamwambia ajiandae kupagawa na burudani leo mpaka sahau uchovu wote wa kazi. Akaonyesha utayari wa hilo. Simba alikuwa mtulivu tu. Basi tukafika na kuegesha gari mbele ya jengo la club moja hivi kubwa tu kwenye maeneo ya Mbezi Luis. Sijui ndo panaitwa hivyo. Nasi tukaingia huko na kukuta sasa tayari watu wameshajaa na kufurahi muziki na vinywaji nini. Aisee, watu walijua kujitumbuiza aisee. Yani ulikuwa unaingia club unahisi ni kama vile umefika nyumbani. Palichangamka. Basi nikaambia Adelina kwamba tucheze. Lakini kwa jinsi sasa alivyokuwa, mwanzoni aliona kama ni uzito tu na hata kudai kwamba hajui kucheza. Nikamvuta mpaka sehemu tulioweza kusimama na kuagiza vinywaji. Hapo tukaanza kupiga pombe sasa. Mwanamke alitaka kuwa mstaarabu kwenye kunywa, lakini nikamshinikiza anywe mpaka ahisi kichwa kimebondwa. Na hilo lilipofanikiwa ndo nikamuingiza sasa kati. Simba kuwa nyuma. Hali ya hewa ilikuwa imechangamka. Watu wakijirusha tu kunywa, kula, Kwa tukaanza kucheza muziki. Adelina ajirusha pia. Kila mara muziki mpya uliopendwa na wengi ukipigwa, alikuwa akirukaruka na kucheza kwa karibu na mimi kwa mitindo ambayo ilikuwa inanifurahisha sana. Na kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda nikazidi sasa kufurahia zaidi. Watu hata ambao mimi sikuwafahamu walikuja kujichanganya na sisi, wakicheza na mimi nini? Wakicheza na Adelina na Simba nini? Na pombe mdao ikiendelea kunyweka. Kuna wakati sasa nikawa nikiangalia simu na kukuta namba ngeni kabisa ikiwa imenipigia mara kadhaa. Lakini sasa mvutano wa burudani hapo klabu ukanizuia kuijali na kuweka simu mfukoni tu. Nikawa nahisi muda umeanza kwenda sana. Na nitaka kujirusha hapo klabu, yani lisiwe jambo la mwisho kufanya mimi na mpenzi wangu mpya. Leo nitaka angalau hata tufanye mambo yetu kidogo, si unajua? Kwa hiyo nikataka nimfuate. Nimshike ile kumvuta pembeni na kumwambia kwamba tuondoke kwenda yani kwenda kujilia, yani kuwa na muda wa kutosha sisi kwa ajili yetu tu. Basi nimsemesha, lakini sasa hakunielewa. Macho yake alikuwa yamelegezwa na pombe sana. Hivyo nikawaomba wote wawili tusogee usawa wa kaunta moja ili sasa tupumue kidogo, maana wakati na tulipokwenda sasa upande ambao haukuwa mbali sana na kaunta, nikaambia Simba kimasiara tu kuwa muda uliisha, hivyo abebe vilago vyake asepe ili mimi na Adelina twende kwingine. Wote wakacheka sana. Utani na masiara zaidi nini akianzia hapo. Sasa Ade akinishikilia kiunoni na kusikiliza maneno ya Simba. Alikuwa ameelewa nami sasa nikazungusha macho sasa, yani nikazungusha macho huku na kule kwanza kabla sijawaambia tuondoke kwa pamoja. Ili hali Simba yeye hakutaka kuondoka. Kulikuwa kuna pisi nyingi sana. Amwachie nani sasa? Amwachie nani? Si ndio ile sasa nimepiga jicho hivi tena. Nikaa nimemuona Miriam pale usawa wa kaunta. Nilishtuka, niliganda, nilihisi pigo zito kiasi moyoni mwangu kutokana na kutokutarajia kabisa kumuona sehemu hiyo. Na mimi nikajikuta sasa nimeendelea kutulia tu na kubaki nimemtazama kwa makini. Yani alikuwa amesimama umbali mfupi kutokea sehemu ambayo sisi tulikuwa. Yani tulikuwa pale kwenye counter attendant wa vinywaji, akitazama kwangu moja kwa moja kabisa. Of course alikuwa amevaa vizuri. Kuvaa vizuri alikuwa amevaa vizuri. Alikuwa amevaa t-shirt nyeupe na suruali jeans tu yenye kubana
na macho yake linaangalia kwa njia iliyoonyesha wazi kwamba alitegemea kabisa kuniona. Yaani hata akushtuka. Ni kwamba alikuwa ameshaniona kwa muda mrefu tangu tumefika sehemu hiyo. Kwa hiyo mimi sikuwatazama wenzangu tena baada ya macho yangu na Miriam kukutana namna hiyo, lakini nilielewa wao pia walikuwa wameshaona nilikoangalia. Na najua Adelina akabaki tu kusubiri jambo fulani hivi litokee. Nilimwangalia Miriam kwa mkazo, lakini kihisia nikiwa nahisi mapigo yangu ya moyo yanadunda kwa kasi zaidi kumwelekea yeye. Sijui kwa nini tu msikilizaji. Yaani ni kama bado alikuwa na athari kubwa sana moyoni mwangu. Yaani kuna kitu fulani hivi nilianza kuhisi kama kinanitia msukumo fulani hivi. Yaani msukumo wa kama kutaka kumwelekea pale alipokuwa amesimama, na hata nyendo za mwili wake zilionyesha hivyo pia. Sema tu, yani ikawa kama vile yani sote tunasubirishana yani. Si unajua ile Basi ndipo kikatokea kitu ambacho kikafanya msukumo huo uvurugike kabisa. Kutokea upande wake wa kulia akamfikia mwanaume ambaye nilimfahamu vyema. Nani? Festo mwenyewe. Tarajio lolote ambalo kona ndogo ya sehemu ya moyo wangu lilikuwa limeanza kujengwa likatokomea papo hapo. Aisee, nilijisikia vibaya sana kuona picha hiyo. Festo alikuwa ameshikilia bia 2 za kopo akimfikia Miriam na kuonekana kutaka kumpatia moja, jambo lililonihakikishia kwamba walikuja sehemu hiyo pamoja. Kudarareki. Sijui tu kwa nini msikilizaji, lakini mimi nikahisi tu yani nikichomwa kweli na jambo hilo. Sinijiambia nisingejali tena. Sinijiambia kwamba sitajali tena. Mtazame ex wako, roho yako ikudunde tena. Lakini bado mimi nikahisi kuumia tu. Unajua mimi sikutoa macho yangu kwao. Na najua wenzangu pia walikuwa wakitazama upande wake Miriam. Simba akawa akinitikisia kuniita kwamba vipi? Lakini mimi sikumuitikia hata kidogo. Miriam hakupokea kinywaji ambacho Festo alitaka kumpatia kwa kuwa aliendelea kunitazama tu. Na hilo sasa likafanya jamaa atazama upande wangu. Aliponiona hakuonyesha hisia zozote za kushangaa na kutulia tu. Nami nikaacha sasa kuangalia wao kwa pamoja na kumtazama Adelina na Simba pembeni. Ade alinitazama kwa hisia makini kiasi. Nikamwambia kwamba Tondoke. Nilimwambia hivyo Ade. Na sikusubiri anipatie jibu. Hapo nikageuka nikiwa sasa nimeushika mkono wake na kuanza kuondoka. Simba akaniomba nisubiri kwanza, akiuliza kwamba tunaenda wapi, lakini sikukatisha hatua zangu. Na hata nilipoachia mkono wa Adelina, najua wote kwa pamoja walinifuata kwa nyuma. Ingekuwa kwamba yani nimemwona Miriam pekee hapo, basi labda ningevunga tu na kuendelea na mambo mengine, si unajua. Ila sasa kumuona akiwa na Festo kulinikata stimu ile mbaya. Tena ni hata sijui kama ilikuwa vipi eti na wenyewe wakawa ndani ya club moja na sisi kwa muda huo. Hapa pasingekalika tena kwangu yani. Ila najua bado wenzangu walihitaji kuendelea kupata wakati mzuri, na mimi nisingeacha matatizo yangu ya wavurugie furaha yao, no. Hivyo nikawaza tu tukiondoka sehemu hiyo tuelekee nyingine eneo tofauti, na huko tungesaidiana zaidi kusahau mikazo yetu, yani sana ya kwangu. So nikiwa nimetangulia, tukazifikia ngazi kupitia mlango wa nyuma wa jengo hilo na kuanza kuelekea chini. Pale niliposikia jina langu likiitwa na sauti niliyoifahamu vyema kabisa. Jaden. Ilikuwa ni Miriam. Sikugeuka na hatua zangu zikafifia kiasi, lakini sikuacha kutembea. Kwa jinsi ilivyosikika sauti yake ilionyesha kwamba alikuwa akitafuta kutokea kule ndani. Yani bado akiwa ni kama mdogo alikuwa hajazifikia ngazi. So nami nikaona ngoja niongeze kasi ya kushuka ili sasa nimwepuke, lakini sauti yake kasikika ikiniita tena. Simba akasema kwamba Jesse, kuna mtu anakuita huku. Simba akanisemesha kutokea nyuma yangu. Mimi sikujibu wala kugeuka na kuendelea tu kukata mzunguko wa ngazi sasa ili niwahi kutoka sehemu hiyo. Na sasa ikawa wazi sasa kwamba Miriam alikuwa ametukaribia, akishuka ngazi upesi pia kama vile anakimbia. Akisema kwamba Jaden, subiri Jaden. Sio anataka nini? Yaani wakati huu niliokuwa najitahidi kusonga mbele bila yeye tena akaanza kunikimbiza ili kunirudisha nyuma. Tena alionyesha wazi kwamba kabisa yeye alikuwa ameshaanza kusonga mbele na huyo Festo wake. Sasa mimi sielewi alihitaji nini zaidi kutoka kwangu. Mizingua au mizaga nini? Kwanza mwenye hata sikutaka hata kusimama. Na ikiwa ndio imebaki mistari miwili kuzimaliza ngazi kufikia chini sasa, Miriam akawa amefanikiwa kuwapita Simba na Adelina na kunishika mkono pesi. Jambo lilofanya nigeuke kwa kasi kumwangalia. Alishikilia mkono wangu kwa nguvu,
akivuta fulani hivi yani kunizuia ili eti nisimame, huku sasa akipumua kwa kasi kiasi na macho yake yakitazama kwa hisia nyingi za huzuni. Jaden, nikaendelea tu kukaza macho yangu usoni, namwangalia hapa kwa makini sana. Samani, akaniambia hivyo sasa, machozi yakimlengalenga. Mimi nikaendelea tu kumwangalia. Tafadhali naomba unisamehe mpenzi wangu. Sauti yake tamu aliyotumia kuniambia I'm sorry mpenzi wangu ilifanya nihisi kuyeyuka moyoni. Yani aliongea kwa hisia fulani hivi huku yani ni kama akikaza zaidi ganja changu. Na mimi sasa nikajikuta nalengwa na machozi kwa sababu ya hisia nilizokuwa nikizificha kulazimisha kutoka. Machozi yake akamwagika, akikinyanyua sasa ganja changu kukaribisha na uso wake, na kwa sauti tetemesha kanambia kwamba nakuomba. Tafadhali nakuomba, naomba tuongee tafadhali sana. Alionekana kutaka kusema kitu fulani hivi muhimu sana zaidi tu ya kuomba samahani kwa maneno alioniambia ule usiku, lakini mimi kwanza nilikosa hata cha kumjibu. Hapo tukao sasa tumesimama sehemu ambayo watu na wapenzi wao wangepita na kututazama kwa kudhani labda tunatengeneza sinema. Na ndio kutokea sasa angazini kuelekea juu nikamwona Festo akiwa amefika hapo na kusimama. Alisimama kwa huo mbali akituangalia, na mimi pia nilikuwa namwangalia, na Miriam pamoja na wengine wakamwangalia. Sasa Miriam aliporudisha macho yake kwangu, nikamwangalia pia, kisha nikavuta ganja changu kutoka kwake kistaarabu tu, yeye akiwa kama vile hataki kukiacha vile. Na nilipofanikiwa kukiondoa, hapo nikamwacha na kuendelea kushuka ngazi bila kugeuka nyuma wala nini. Nilisikia kwanza sauti yake ya chini ya kilio nini, akionekana kuhuzunika sana, nami nikakaza hisia zangu kiume kuelekea moja kwa moja mpaka kwenye gari langu. Sikutaka shobo wala nini. Adelina sasa na Simba waliingia pamoja na mimi. Mimi hata sikutaka hata kuzungumza. Nikawasha tu gari, na hapo ndio hisia sasa zikanilemea zaidi na kujikuta sasa tu naishia kukaza usukani kwa mikono yangu. Miriam bado alikuwa anaudundisha mno moyo wangu aisee. Naomba tu niwe mkweli. Yaani unajua mpaka sasa nikata sielewi kile nilichotaka au kuhitaji mimi binafsi kuelekea swala langu na huyo mwanamke. Nadhani Adelina mwenyewe aliona namna ambavyo nilikuwa nimevurugwa kihisia. Naye akiwa kwenye siti pembeni yangu, akakishika tu ganja changu kunikaza kama vile kunitia moyo bila maneno. Mimi hata kwanza hata sikumwangalia, bali nikashusha tu pumzi kujipa utulivu, kisha ndio nikaliondoa gari sehemu hiyo. Baada ya kuwa tumeondoka klabu, niliamua tu kumrudisha Adelina nyumbani kwake kutokana na muda kuwa umeenda sana na hamu sasa kufanya yale mambo yetu mengine nini yani ikiwa sasa hiyo hali imeshavurugwa. Kwanza Adelina mwenyewe alikuwa ni muelewa, na akanisii niendelee kuendesha kwa mwendo wa taratibu sana kwa kuwa nguvu ya pombe ilikuwa nyingi kichwani. Na Simba ndo alikuwa kabisa alikuwa ni nywi. Mimi mwenyewe nilijihisi vibaya kiasi kumwacha mwanamke huyo na taswira mbaya kutokana na kilichotokea huko tulikotoka kumhusisha Miriam nini. Lakini mimi sikugusia lolote na kufanya ionekane ni jambo tu ambalo lililosaulika. Nikaambia kesho ningemtafuta kama kawaida na kuangalia ratiba zingeruhusu vipi kukutana tena. Kwa hiyo naye akaridhia na kunitakia siku mwema. So mwendo wa kurejea kwangu ungekuwa ni wa umbali mrefu. Kwa hiyo kuendesha taratibu mno haikuonekana kuwa sahihi kwa maeneo ya barabarani ambayo hayakupita magari mengi. So makini nilikuwa nao hata kama pombe ilikuwa kichwani, lakini hasa ni kwa sababu bado akili ilikuwa imekazia fikra jambo lilotokea wapi? Klabu linalomhusu nani? Miriam. Miriam alinifuata yeye mwenyewe, machozi yakimtoka, akanishika na kuniomba msamaha, akiniita jina mpenzi wangu, wakati ambao mpenzi wake wa kipindi hiki alikuwa pale pale pia. Sasa mimi sikuelewa vizuri yani why? Hisia zake za majuto kuachana na mimi zilimlemea kiasi kwamba yani akashindwa kujizuia kufanya kile kitendo mbele ya Festo ama. Anyway, niliwaza sana. Ikiwa ingekuwa ni hivyo, hiyo ingemtia Festo hasira kwa sababu angeona kwamba moyo wa Miriam bado ulikuwa wapi kwangu, licha yeye kujaribu kufanyeje? Licha yeye kujaribu sana kujiondoa maishani mwangu majuzi hapo. Sasa kufikiria ni gani itikio la huyo jamaa kwa kitendo hicho ndio jambo lililonifanya niwaze. Nikijua kabisa alikuwa ni mtu aina gani huyu jamaa kialisi, huenda angechukua maamuzi mabaya kwa kuhisi kwa Miriam alifanyeje, alimchezea akili. Pamoja na yote aliyotokea, bado nijali sana usalama wa Miriam na bado sikumwamini kabisa Festo. Moyo wangu liniambia kwa njia moja ama nyingine mwanamume huyo angekuja kufanya jambo baya sana, kama si kwangu basi kwa Miriam na familia yake. Hayo yote ya yeye kuwa mwema kipindi hiki yalisikika kuwa ni upuzi tu kwangu. Lakini ningefanya nini? Niwe sahihi au la, ningefanya nini juu ya hili swala la Miriam? Ningefanya nini?
Alafu kwa nini bado alinivuta sana? Ukimya uliokuwepo ndani ya gari ukavunjwa baada ya Simba kunisemesha kwa sauti ya chini. Tukiwa hapo bado tuko mwendoni. Akaniita kaka. Mimi nikajitahidi kumwangalia na kuona kuwa alinitazama kwa hisia makini. Akiwa siti ya pembeni, nami nikatazama mbele na kuitikia kwa kuguna. Simba akauliza kwamba huna mpango wa kuniambia yule alikuwa nani? Nilibakia kimya tu, nikiendelea tu kuendesha. Simba akasema kwamba okay, ile mood ya Aisha naona imerudi tena bwana. Isipokuwa sasa hivi tu tutaita Miriam mmoja. Alisema hivyo, nikatikisa kichwa kwa kukerwa. Kaka, sijui na nini tu na wanawake waliokuzidi umri. Boy, yani ukiondoa Stella, yala mimi sikulaumu JC. Huyo Miriam ni pisi la aina yake. Mtoto alikuwa anakulia kabisa mpaka nikasema, kumbe dawa imemuingia. Alikuwa anadengua nini sasa? Unajua kuna wakati wanawake bwana. Maneno ya Simba kizidi kunichanganya. Nami nikakosa utulivu na kusababisha mikono itetemeke. Jambo lilofanya gari sasa ioweseke baada ya usukani kutikisika. Vipi? Simba akashtuka namna hiyo. Maana tulikosa ile kuingia mtaroni ese. Nami nikajisawazisha sasa kujitahidi kulituliza gari pembeni ya barabara. Nikainamisha kichwa kwenye usukani nikiwa sasa ise. Oya! Nimeishiwa pozi. Simba akasema, sasa mambo gani ya mwanangu? Mwanangu nataka kutuua. Sasa nikiwa bado nimeinama nikasema sorry. Sorry kitu gani bwana? Tungekufa bwege. Hayo mapenzi ya siku. Simba, naomba utulie. Nakuomba useme jambo lingine kutoka kwenye huo mdomo wako. Nisije hata nikakutukana kaka. Umenisikia? Nikaongea kwa ukali na kumwangalia. Unitukane. Fani, unitukane kisa nakwambia ukweli. Ukweli gani? Ukweli unajua wewe. Simpandishie bangi JC. Sasa unafikiri yani mimi unanikuna wapi labda? Yesema acha ujinga basi. Mjinga mwenyewe. Sasa wewe kama ulikuwa huwezi kuendesha si ungesema kaka? Ningesema nini? Wewe unaweza kuendesha hapo? Wakati umekunywa viruba wewe unanipandishia jaziba kisa wanawake bwana, hivyo una wazimu nini? Oya, kama vipi shuka bwana? Mimi sitaki kunitibua sasa hivi. Okay. Simba alisema hivyo. Rafiki yangu akafungua mlango wa gari na kushuka. Akiwa hata ajui tuko hapi maskini. Na akaanza kuelekea mbele huko sasa akiniacha na mtazama kwa makini. Hisia zilikuwa zimevurugika, nimevurugwa. Na kwa sekunde chache nikimwangalia hivyo, nikatambua kwamba ni ruhusu hasira yangu iniongoze vibaya. Kwa nikashuka mwanangu kwenye gari. Na baada ya kutembea sasa kumwelekea nikasema, Simba, tulia basi. Simba akasimama na kuniangalia. Nikamkaribia bwana. Soga gani sasa hizi mwanangu tunaweza kuleteana? Kaka, wewe umeambia nishuke. Nimeshuka. Mtuse kama watoto wadogo. His intention too bro and I'm sorry. Yani nilikosa hata namna ya kuendelea kuongea ise. Simba akiwa sasa anaangalia upande mwingine, akatikisa kichwa kuonesha kwamba amekwazika. Sasa wewe mambo gani ya mwanangu sijui. Oya, twende turudi kwenye gari mwanangu. Kuna mambo muhimu sana kesho. Twende tuwahi. Nilimwambia hivyo. Nilianza tu kutangulia kulifuata gari, naye Simba sasa akafuata tu hivyo. Nasi sote tukaingia tena. Tukiwa hapo tumekaa sasa, Simba akatikisa kichwa tena na kusema kwamba Miriam moja ni kali kuliko nilivyofikiria. Nikalaza kichwa kwenye siti huku sasa nikifumba macho. Ni kali mno bro. Sijui na mimi tu ninakuaje yani afanye hiki ama kile. Bado tunavurugwa yani tangaika nitayeyuka yani da. Sasa kaka JC unajua wanawake ni matatizo tu bro, ni matatizo unajua. Toka walipompa mzee wetu Tunda. Yana hawatakagi kutuacha salama. Okay, labda tusinde mbali sana Simba. Sio wote wako kama mama yao. Simba kaniangalia usoni. Mimi pia nikiwa namtazama tu. Kwa hiyo wewe Miriam anataka mrudiane mwanangu, si ndio?
Nikamtazama tu mbele hivi, yani kumuonyesha kwamba sina uhakika. Kwa hiyo wewe utafanya nini kuhusu Adelina Jesse? Mimi sijui Simba. Miriam amenichanganya sana. Yani yuko na mtu wake hapo club. Na nimemwona naye wako wote. Alafu sasa ananifuata kwanza kuniambia yule jamaa Toro aliyokuwa amesimama kwa pale juu. Anaitwa Festo. Ndio kalisema akatampenda huyo. Na sasa hivi naona wanapeta sasa. Sasa hivi sijui hata Jesse, nisikilize mwanangu, nisikilize. Sawa. Achana na hizo habari. Sawa, tulio upande mmoja. Unanielewa? Yaani amua unapotaka kubaki hapo. Mimi naongea kilevi mwanangu, umesikia mimi hapa naongea kilevi. Sawa. Lakini mimi ndio ninachosema. Shansoma mwanangu. Masuala ya kwanza siji kwanza sijui nini. Unajiumiza kichwa ili weje. Wewe fuata moyo wako bwana. Mimi sijui kama ni bandama yako ndio inapenda. Nataka ni bandama ifuate. Simama sehemu hii. Moja. Tuliza kichwa. Adelina pisi. Miriam matatizo. Full stop. Kwa hiyo ni juu yako mwanangu. Mimi sijui mengi. Lakini mimi nakushauri kama mwana, chagua pisi iliyotulia, safi. Chagua matatizo, uendelee kuonja maafa. Good. Ni juu yako. Lakini simama sehemu hii. Sio umenipata? Sawa, kama umenipata endesha gari. Simba alisema hivyo na kujigamiza kwenye siti. Hakutaka mjadala zaidi. Kwa upande wake hapo alimaliza. Kilichokuwa kimebaki ikawa ni mimi kufanya kwa kile ambacho moyo wangu ungenituma kufanya. Na matokeo yake ningetakiwa kuyakubali na kusonga nao hivyo hivyo. Ni mengi sana alihusika. Nikageuza gari tu tena na kuirudisha mwendoni. Safari hii kuelekea sasa kwangu bado ikiendelea kukijaza kichwa changu na mawazo mengi sana. So siku ikakucha, niliamshwa mapema kabisa kwa kengele ya simu na maandalizi yakaanza ili niweze kuelekea hospitalini. Tulipofika kwangu na Simba, hiyo siku ilikuwa ni kulala tu. Hali bado ikiwa sasa ni yenye utata kuhisia, hakukuwa na jambo lingine la kufanya kutokea pale. Lakini hata wakati huu nimemaliza kujiandaa, bado sikuweza kuacha kutafakari kisa cha jana. Ilinifanya nikose amani kiasi kwamba wakati nimeingia kwenye gari ili sasa niondoke, nikajikuta nimetulia tu humo. Nikaendelea kuwaza na kuwazua. Niliwaza mno nifanye nini? Yaani isingekuwa na maana tena kujaribu kuepuka mikazo ya kwenye maisha yangu, maana ilikuwa na njia za kujirudisha tu hata nikifanya nini. Na Miriam ndiye aliyekuwa mkazo mkuu kwa kipindi hiki. Nikiwa sasa nimeona sasa kwamba kuepuka isingekuwa na faida, nikachukua simu yangu na kupiga huko hospitali. Nikatoa kisingizio kupatwa na dharura fulani hivi ambayo ingefanya nichelewe kufika. Nikasa nimeongea na daktari wangu mkuu hapo na kumuomba atafute njia ya kufidishia muda wangu siku hii ili mimi sasa nije kufanya mara mbili ya kazi nitakazokosa kufanya kwa leo. Hakuwa na neno, lakini akaniambia nisichelewe mno kufika, maana alikuwa akiniachia sana kutumia muda mwingi nje ya hospitali. Nami nikamshukuru na kuagana naye. So baada ya hapo nikatafuta namba ya mtu fulani hivi kwenye simu yangu na kumpigia. Alipopokea nikaongea naye kwa ufupi tu kumwambia tukutane mahali fulani asubuhi hii ili tuweze kuzungumza juu ya issue muhimu sana. Naye akakubali. Simu ikakatwa, mwendo wa gari ukaanza. Nilifika eneo hilo nilompangia mtu huyo kukutana kwenye mida ya saa 1 tu. Yaani hii asubuhi. Nami nikaegesha gari. Ilikuwa ni kwenye jengo fulani hivi moja la biashara lenye ghorofa kama 5 hivi maeneo ya Kariakoo Fire. Na nilimuelekeza kuwa akija akutane na mimi huko juu kabisa ya jengo. Kwa misingi hiyo mimi tayari nikawa sasa nimejipeleka huko juu na kusimama tu kwenye hilo dari yani la ghorofa hilo, ambapo kulikuwa na Wamasai kama 2 hivi waliohusika na ulinzi nadhani. Kwa hiyo sasa nikawaambia kwamba nilikuja tu kuonana na mtu aliyekuwa njiani kuja. Na hata nikawapatia pesa kidogo nini ili sasa kuniruhusu nikae tu hapo, maana walionekana kunihukumu fulani hivi. Ya soda haikuwa mbaya bana. Nilitengeneza mazingira fulani hivi ya kirafiki. Kwa hiyo wakaanza sasa kuondoka kwa kusema kwamba wangeenda kuangalia mambo fulani hivi ya kwenye jengo, nami nikawakubalia na kubaki sasa nikisubiria.
Nikiwa sasa kwa hapo juu, ningeweza kuyaona majengo mbalimbali kuzungukia eneo hilo, watu na vyombo vya usafiri vikizunguka huko tu nini. Fikra zangu zikitekwa zaidi na jambo lililonileta hapa. Nilikuwa nimesimama kwa subira tu, nikiendelea kutazama mbele, na hatimaye sasa ikiwa imeingia mida ya saa 2 sasa, nilichokisubiria kikafika. Kusikika kwa hatua zilizokuja upande wangu kukanifanya nigeuke, na kwa hakika ilikuwa ni mtu niliyemtarajia, si mwingine ni Bibi Miriam mwenyewe. Yes, muda ule niliamua kuchukua simu na kumpigia, maongezi yakiwa ni mafupi tu, kugusia mahali pa kukutana ili tuje kuyarefusha zaidi ana kwa ana. Mwanamke alivalia t-shirt nyeupe yenye kubana, suruali ya kitambaa ya blue iliyochorwa umbo lake vizuri tu, na alivaa miwani pana hivi mieusi ya urembo kwa ajili tu nadhani ya kukingia macho jua. Hata kabla hajanifikia karibu zaidi, tayari harufu yake tu tamu ilikuwa imeshafikia pua zangu. Nami sasa nikajikuta sasa nashindwa kuzizuia na kuendelea tu kumwangalia kwa uvutio wa wazi. Athari aliyokuwa nayo kwangu bado ilikuwa nzito sana, lakini nikajitahidi sana kuondoa fikra zangu kwenye urembo wake na kuangalia pembeni tu. Miriam akafika mpaka mbele yangu na kusimama. Naye akaitoa miwani yake machoni. Mimi hata sikumwangalia, lakini najua alikuwa akinitazama kwa hisia sana, na alisubiri niseme kitu fulani hivi, labda kumkaribisha. Nikajitia ugumu tu kwa kuendelea kuangalia upande mwingine huko. Basi naye akasafisha kwa kidogo na kutazama sana nilikokuwa natazama pia. Samani kama nimechelewa sana Jaden. Haina shida, la muhimu umefika. Nikamwambia hivyo bila hata kumtazama. Akaniangalia usoni. Sio kwamba mimi ndo nitakuchelewesha kazini. No. Hapana, leo sitaingia. Basi nikatikisa tu kichwa kuonyesha kwamba nimeelewa. Kisha nikashusha pumzi kiasi na kumwangalia. Alikuwa ananitazama tu kwa njia fulani hivi yenye imani sana. Nami nikasema kwamba ile jana pale tulipoonana, ulipotaka tuongee ni haina shida Jaden, no usiwaze. Akanikatisha, nikaangalia pembeni. Usifikirie vingine, mimi sikutaka kuomba samahani. Nilitaka tu kusema hisia zilipaa tu, ndio maana sikuweza kukusikiliza. Kwa hiyo yani kwa sasa hivi mimi niko poa, unaweza kaongea tu. Akanitazama usoni kwa njia yenye hisia sana. Niambie, ikiwa kuna jambo la muhimu kweli. Najua una mambo mengi na si vyema tucheleweshane. Jaden, mimi nakuomba tu nisamehe Jaden. Miriam, kama tafadhali Jaden. Sasa nisikilize, tuko pasti kuombana samani Miriam. Jalishi tena kwangu Jaden. Ulimaanisha kila kitu ulichosema, sio? Ulikuwa unajua kabisa yale uliokuwa unayaongea. Shida nini sasa hivi? Jaden, please Jaden, naomba unisikilize. Akaongea kwa kubembeleza na kunishika mikononi, sasa akisogea karibu zaidi na uso wangu. Mimi nibaki kumtazama tu. Jaden, nilikosea. I know nimekuumiza kwa niliyosema siku ile. Ndio maana kuomba unisamehe. Nakupenda sana Jaden, nakumisi mno mpenzi wangu. Alikuwa anaongea mpaka machozi yanamlengalenga. Mimi nikatazama pembeni tu kwa kuudhika. Please, nakuhitaji sana Jaden. Now more than ever. Sijui nitafanyaje tu kuhusu hili bila wewe, but I need you. Nikamwangalia machoni, akashusha pumzi kujikaza na kisha akaniambia kwamba nina ujauzito. Msikilizaji, tukutane sehemu inayofuata baada ya hii surprise ambayo mimi na wewe hatukuitarajia. Binti hatimaye amefunguka na akasema Jaden, I'm pregnant. Nani alihisi ya kwamba Miriam atabeba mimba? Maskini. Kumbuka msikilizaji, bado kikao cha familia hakijakalika kuweza kuyaweka mambo sawa, lakini sasa hivi mtoto wa kike anamfuata mwamba na kumwambia kwamba I'm pregnant baba, nina ujauzito baba. Maskini mtu na ndugu yake ana ujauzito. Mungu wangu. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu atukutanisha sehemu inayofuata. Mdo tulikuwa na Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.